Trending stories, podcast, exclusive interviews, news updates, burudani na michezo. Zote hizi unazipata Laos Media. Hakika haujapotea. Sawa, mtazamaji wa Laos Media, mbele yako ni mchungaji wa Simba, na leo namuona na furaha kweli kweli baada ya kuwa amefanikiwa kuingia katika hatua ya nusu finali ya michuano ya CAF. Mchungaji, habari? Mungu ni mwema sana. Siku zote huwa unatanguliza na neno Mungu ni mwema. Kuna siri gani katika msemo huo? Mungu si ndo kila kitu bwana. Mungu ndo mambo yote. Sisi tunaamka kwa ajili ya Mungu, tunatembea kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ndo kila kitu. Kwanza nikupe hongera sana kwa sababu umeshinda. Na ulikuwa na hali gani wakati wa upigaji wa penalti? Watu walikata tamaa, inabidi sisi tuanze kuwatia moyo. Kwa sababu sisi ni watu ambao tuna imani bila mpaka uisha. Ndio jambo limekwisha. Mpira kama hujaisha, jambo lijaisha. Tunamshukuru Mungu, maana tuliomba Mungu, Mungu naye akatujibu. Kutujibu ndio kuvuka kwenyewe. Kama tulimomba wakati tunataka kitu, tumshukuru hata pale ambapo tumepata au tumekosa, wote tunamshukuru Mungu. Ila tunamshukuru Mungu sababu tulifanikiwa zaidi. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Kipindi cha kwanza ulikiona kilivyokuwa, kipindi cha pili ni hisia gani, au ulikuwa na matamanio gani juu ya mchezo ule kabla hujaisha? Mechi ilikuwa ni ngumu. Mechi haikuwa nyepesi. Kwa sababu kipindi cha kwanza tulipata goli 2, lakini kipindi cha pili wao vile vile wangeona uwezo wa kupata goli. Kwa hiyo mechi ikawa ngumu zaidi. Ikafikia hatua sasa ikabidi sasa tuforce na ikashindikana. Tukaenda kwenye matuta. Matuta ndio akaamua. Na matuta kumbuka yana mwenyewe, yote yule anashinda. Kwa hiyo ni mechi ilikuwa ngumu sana kwetu kwa Simba. Ila sisi tunachofurahi tumevunja mwiko. Neno la makarobo limeshahama. Umeona bana? Ndio neno ambalo kwa tunatusumbua sana siku zote. Kitu cha kuitwa makarobo ni kwamba miaka 6 yote tunashindwa kwenda robo finali, nusu finali. Ni jambo ambalo lilikuwa linatusumbua. Kwa hiyo kitendo cha jana kuanza kwenda nusu finali tumeimprove kwamba lisilowezekana waga linawezekana. Wakati wa upigaji wa penalti, una video moja ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii, imepostiwa kwenye ukurasa wa klabu yako ya Simba. Pale ulikuwa unaomba, ulikuwa unaanikiza mashabiki washangilia, au ni nini hasa kilikuwa kinaendelea pale? Pale ni maombi tu, hamna kitu kingine. Ni maombi tu na kuwafunga wala sifunge basi. Walikuwa tunawafunga na kutoka kuwafunga ufunga miguu wasifunge, na wewe unaruhusu wakaenda kufunga wapate. Ndio tutatakiwa hicho jana. Basi Mungu akasaidia ikawa hivyo. Hongera sana, na pengine natamani kujua kwamba baada ya ule mchezo, wakati wa kurudi pengine nyumbani, mazingira yalikuwaje? Changamoto gani ulizozipitia? Maana ulitrend sana jana, pengine mashabiki walikuwa na hamu ya kutaka kukuona na kufahamu maombi uliowaombea. Hii kwa sababu sio mara ya kwanza. Ni mara nyingi sana tukiomba na wanaona na mambo yanaenda. Kwa hiyo jana kilichotokea sema tu Friday zile kwa sababu ya nusu finali. Lakini mambo ambayo kila siku yanatokea, tukiombea timu inafanya vizuri na maisha yanaendelea. Kwa jumla jana kitu kilichofurahi zaidi kwamba ni sawa na ni mwanamke kwa azai miaka karibu 10 alafu safari kapata mimba. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tumeona kimekuwa ni kitu kizuri. Kapata mimba na amezaa. Ni miaka karibu 7 tumesubiria mtoto. Hatimaye mtoto amekuja. Kwa lazima pawe na furaha zaidi. Na hii furaha wana Simba wote lazima wanafurahi kwa sababu ni muda mrefu mno. Robo finali. Kwa leo na kanuni zinaonyesha ukienda robo finali mara nyingi ukiingia nusu moja kwa moja unachukua na ubingwa. Ndio kanuni zilivyo. Yaani kama unaenda robo finali mara nyingi, siku ukiingia nusu na ubingwa unabeba moja kwa moja.